Sahlan wa sahlan mtazamaji mpendwa popote ulipo, ni Mike Ans TV. Nimekuja tena kwa mtazamo mwingine tofauti kuwaelezea ile mada ambayo nilikuwa nayo na yale ambayo yanaendelea kutendeka nchini Kenya na barani Afrika. Kwamba leo ni kisa ambacho kwa hakika ni kile cha jana. Ukiangalia kwenye runinga, umesoma kwenye gazeti, ni kwamba kisa mambo ambayo yanatendeka nchini Kenya kwa hakika ni ya kuhuzunisha na kuogofya pia. Magari matatu yaliweza kuchomwa pale jana kwa maandamano ya jana pale CPD, na kwa hakika ningependa tu kurai wanajenzi wenzangu ama wanajenzi kwamba tu kama ni maandamano, andamaneni kwa amani na mfanye shughuli zenu kwa amani, pasipo na furugu, pasipo na hasara, kwa maana huenda hata yule ambaye mwenye alikuwa mmiliki wa hayo magari ama mmoja wapo wa miliki ya hayo magari ni kwamba haukuwa hata na uhusiano na hayo maandamano, lakini cha huzuni ni kwamba walichoma gari zake ama walichoma gari yake na hata wakachoma magari matatu. Mtazamaji, angalia hii video jinsi imesambaa kwa mitandao na hata kwenye maruninga imesambaa kuhusu maandamano ya jana, lakini kumbuka tu kusubscribe, kulike na kushare. Uone jinsi mambo yalivyokuwa pale. Nafikiri umeona jinsi mambo yalikuwa. Hayo yote yamesababishwa na kifo cha ndugu yetu Ojwang. Mambo yote ambayo yanatendeka kwa saizi, tumeona siku ya leo maandamano yamekuwa kule Izita Migori ama wapi. Maandamano yamekuwa mbaya sana pale, hasara zimepatikana, wafanyabiashara wamefunga makazi zao. Ni kwa nini? Kwa sababu ya hayo maandamano. So kwa hakika Ojwang alikufa kifo cha uchungu na kifo cha ukatili mno. Lakini kando na hayo ama kwa hayo yote, kitu tu ambacho mimi naweza sema ni hivi kwamba justice itapatikana. Na justice ikipatikana, ni nini hasa itatendeka ya kuonyesha kwamba justice imepatikana? Kwa maana kuna wengi wamekufa kwa mtazamo kama huo na mambo kama hayo, lakini justice haipatikani. Kwa hakika mama mzazi wa Ojwang, mkewe na mtoto wamebaki hivyo. Mkewe amebaki mjane, mtoto amebaki yatima, mama amebaki hana mtoto mbele wala nyuma. Kwa hakika taa yake imezima vivyo hivyo. So ni uchungu kwa hakika kupoteza mtoto wa hiyo rika, ni uchungu mke kubaki mjane, ni uchungu mtoto kubaki yatima. Justice ya Ojwang iko wapi? Hilo ndilo swali langu jioni ya leo. Wako Mike Ans TV. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare. Thank you.